Mila ya Ibrahim alayhi salam ni kueneza amani katika nafsi kwa kueneza tauhid, na hii ndiyo njia aliyopita mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika tunajifunza katika mila ya Nabii Ibrahim kueneza amani katika miji. Ukieneza tauhid, watu wakasalimika, hakutakuwa na mauaji, hakutakuwa na watoto wanaoua mama zao kwa sababu eti wameambiwa na mganga kwamba mama yako ndiyo mchawi anayekuroga. Kwa nini? Kwa sababu tauhidi imeenea. Kadhalika si hivyo tu, bali Nabii Ibrahim alieneza amani katika miji kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aujalie mji wa Makka uwe ni mji wenye amani. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Kumbuka aliposema Nabii Ibrahim, ewe Allah, ujalie huu mji uwe ni mji wenye amani, wenye utulivu. Haya ni mafunzo makubwa tunayapata kutoka kwa Nabii Ibrahim alayhi salam, na mafunzo haya alitufundisha naye mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo katika siku hii tukufu, siku ya Eid al-Adha, tunapoikumbuka historia ya Nabii Ibrahim, tunayakumbuka matendo yake katika siku hizi tukufu, tukaitazama mila yake, basi tusisahau mafunzo aliyoyatoa kuhusu amani ya nafsi na amani katika miji na katika makazi. Na manhaji yetu, manhaji ya as-salaf, inapita katika mila ya Nabii Ibrahim na mafunzo yake Nabii Ibrahim alayhi salam. Ndiyo ukaona katika manhaji yetu tunasisitiza tauhid, tunasisitiza ilmu, tunasisitiza ibada, tunasisitiza amani ya moyo, tunasisitiza amani katika miji, na kwa umaalumu na upekee tunaisisitiza amani katika hii nchi yetu, hasa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu katika mwaka huu wa 2025. Tunafahamu sisi kwamba nchi yetu katika mwaka huu itaelekea katika uchaguzi mkuu, na uchaguzi mkuu unakuwa na mambo mengi. Msisitizo wetu ni amani na utulivu, kwamba uchaguzi upite lakini utubakishie amani yetu. Kwa nini msisitizo huu tunauweka? Kwa sababu mara nyingi kumeshuhudiwa uvunjifu wa amani katika nchi zetu za Afrika katika kipindi hiki cha chaguzi. Takwimu kutoka Umoja wa Afrika na kutoka ICG, International Crisis Group, zinaonesha kuwa kati ya nchi 54 za Afrika, takriban nchi 25 zimewahi kushuhudia aina fulani ya vurugu za kisiasa wakati au baada ya uchaguzi tangu mwaka 2000. Tukitoa mifano michache, Kenya mwaka 2007 vurugu za uchaguzi zilisababisha takriban watu 1500 kuuawa na watu takriban 600,000 kuhamishwa katika makazi yao. Ivory Coast mwaka 2010 takriban watu 3000 waliuawa na maelfu kuikimbia nchi. Nigeria mwaka 2011 takriban watu 800 waliuawa. Msumbiji mmesikia hivi karibuni, Zimbabwe mmesikia hivi karibuni, na nchi nyingine mnasikia mambo yanayoendelea. Na ripoti ya ICG mwaka 2020 inaonyesha kuwa 60% ya vurugu za kisiasa zinazotokea barani Afrika zinahusishwa na mambo ya chaguzi. Hii ndiyo hali halisi, kwa hiyo lazima tuipatilize, lazima tusiipuuze, tuitilie umuhimu, na huku tukikumbuka mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam ya kueneza tauhid na kueneza amani ya nafsi na kueneza amani ya miji na makazi. Jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba nchi yetu haijawahi kupata shida hii. Chaguzi zinakuja, zinapita, nchi inabaki kuwa salama na haipasuki. Sasa pamoja na matarajio mazuri tulionayo kuwa nchi yetu haijapata shida hii na hatutarajii kwamba itatokea, lakini tahadhari ni muhimu, na tuna wajibu wa kusisitiza kuhusu amani na utulivu, kwa sababu wakati mwingine kuna uchochezi na mambo haya huanza kidogo kidogo mpaka yakaharibika,
kama hamkutekeleza wajibu wenu katika kusisitiza amani. Ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana kuilinda na kuichunga amani, hata pamoja na hali za udhaifu tulizo nazo, pamoja na njaa tulionayo, na yale maneno kuwa amani gani wakati sisi tuna njaa, si maneno ya kuzingatiwa. Amani ni muhimu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi maarufu indakum anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbih muafan fi jasadih indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, yeyote miongoni mwenu atakayeamka asubuhi akiwa na amani katika makazi yake, mwenye afya katika mwili wake, ana chakula cha siku hiyo. Mambo matatu hayo: ana amani katika makazi yake, ana afya, na chakula cha siku hiyo, si siku ya pili wala ya tatu, cha siku hiyo tu anacho. Basi mtu huyu ni kama amepewa dunia yote kwa ukamilifu wake. Allah subhanahu wa ta'ala, ukizisoma aya za Qur'ani, anaieleza amani kama ni neema. liilafi quraish ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, na akawapa amani kutokana na hofu. Katika suratul Nahl Allah subhanahu wa ta'ala anasema, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah amepiga mfano wa mji uliokuwa na amani na utulivu, riziki yake ikiufikia kwa nafasi kutoka kila mahali, lakini ukazikufuru neema za Allah. Kwa hivyo Allah akauvika mji huu, akauonjesha vazi la njaa na hofu kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya. Mji una utulivu, una amani, una chakula, una raha, wakakufuru neema hii. Amani na utulivu ni neema, ni tunu, ikiwepo mnatakiwa kuitunza. Ni rahisi sana kuanzisha vita kuliko kuvimaliza. Wenzetu walioko katika nchi zenye vurugu sasa hivi wanaloliomba kwanza ni amani, mengine yatafuata baadaye, chakula kitafuata baadaye, barabara zitafuata baadaye na mambo mengine, kwa sababu amani inafanya mpaka hampati chakula. Mkikosa amani, hata mkiwa na barabara nzuri hamwezi kuzitembea, hata mkiwa na majumba mazuri hamwezi kuyaishi, hata mkiwa na chakula hamna raha ya kupata ladha. Hakuna maendeleo mtapiga kama mkikosa amani. Ayuhan nasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu, tunapozungumza jambo la amani na kulisisitiza, kuna watu wanalichukulia katika hali chanya, wanalichukulia katika hali ya uzuri, kwamba ni jambo zuri lenye maslahi, lakini kuna watu wengine wanalichukulia katika hali hasi na kubeza, na wanatoa hoja dhidi yake. Kuna wanaoona sisi tunaposisitiza amani ni ishara ya woga tulionao. Wengine wanaona ni kama tunatumika na watawala, kwa sababu watawala pekee ndio wanaotaka amani. Wengine wanaona kusisitiza amani ni njia ya kujipendekeza. Hawa wote wanazungumza lakini hawana hoja, wanazungumza kwa dhana. Sisi hatutumiki na manhaji yetu mnaijua. Hatuzungumzi amani kwa lengo la kujipendekeza. Mkao tuliokaa tumeuchagua. Hatuna mahitaji ya nafasi za kisiasa wala kupata fursa za kidunia, wala hatuzungumzi amani eti kwa sababu ya woga tulionao. Tunazungumza amani kwa sababu manhaji ya salaf inatufundisha hivyo. Tunazungumza amani kwa sababu mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yanatuelekeza hivyo. Tunazungumza amani kutokana na mafundisho ya Nabii Ibrahim, na mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam ndiyo tunayoifuata. Sisi tunazungumza lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala.